Habari zenu wapenzi watazamaji, karibuni sana Taqwa Media Makambako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Baada ya kumshukuru Maulana subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ikhwani, tumekusanyikana muda na wakati tena Allah aliopanga uweza kukutana katika darasa adhim, darasa tukufu. Hayo ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatafuta zile sababu itakazokuwa ni sababu ya kutupeleka katika janna. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, salaka tariqa altamis fi ilma salaka Allahu, katika baadhi ya nusukha zingine sahala Allahu bihi tariqa ila aljanna. Kwa hiyo tunatafuta sababu, nini njia tunaipita iwe ni njia imeambatana na imefungamana na ilmu. Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri waandaaji wa vipindi hivi na wale wote walioshiriki mawazo yao katika kuonelea hili liwepo, hasa katika shahru mubarak, ndani ya mwezi uliokuwa mtukufu kama ni huu. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kutudumisha baada ya kuwa tutaumaliza mwezi mtukufu, basi iwe tuende tukayaishi na zaidi katika hali ya kupeana faida. Ama kwa jana, Mungu akijalia, kwa jana tuliishia kwenye darasa iliyokuwa inahusiana na najisi. Kwa uchache wake ndio hizo, lakini najisi ziko nyingi zaidi ya hizo ambazo kwamba tulizitaja katika fasulu ya jana tulioweza kujaliwa kukaa. Lakini kwa wale ambao kwamba wanafuatilia kama ni hivyo, kwa sababu kuna najisi ambao kwamba tumeziacha. Mfano kila wanyesema maiti zote ni najisi, maiti zote ni najisi illa al-adamia wal jarad, lakini pia wasamak, au illa al-adamia wasamak wal jarad, isipokuwa maiti ya mwanadamu, maiti ya samaki na nzige. Kwa hiyo maiti zingine zote ni najisi. Lakini na baki ya hizo, kuna madhii, kuna wadii wa ahli majara, vingi. Kwa hiyo kadiri tuendeleavyo kihatua kidogo tutaendelea kujuzana zaidi. Sasa leo tunaingia kuelezea uchi kama tulivyoazimia jana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mal auratu, uchi ni nini? Uchi ni nini? Uchi ni kitendo cha mtu kuto kujisitiri, na tunaozungumzia uchi wa kwenye ibada, sio uchi wa mtu akiwa yuko anatembea huko, kwa sababu mtu akiwa anatembea huko uraiani hata tu akaweza kutembea na tumbo wazi, tayari yuko uchi kisheria. Achilia mbali uchi wa mawazo wa wewe unao kupeleka, hapana, au unao kupelekea wewe. Lakini uchi unazungumziwa hapa, uchi wa kwenye swala. Ama huo huko mtaani tutaendeleaje? Taelezana. Auratu rajuli mabaina surati wa rukba, uchi wa mwanaume tena alio huru na mwanamke mtumwa, uchi wao ni juu yani juu kidogo ya kitovu na chini ya magoti yake mawili. Hii sehemu ni uchi kwa mwanaume na kwa mwanamke aliye wakando. Huyo au mwanamke ambaye kwamba ni mtumwa kwa zama hizo, asipojisitiri mtu huyu katika swala yake, sehemu hizo anahesabiwa au anahesabika yuko uchi. Huyo natakiwa kujihifadhi sawa wakati uko katika ibada, kuchunga juu yako ya kitovu, chini ya magoti yako mawili pawe sawa. Leo unakuta watu kama jinsi ambavyo tulisema jana, watu wanayafanya mambo, watu wanayapupia mambo, au baadhi ya watu wanayapupia mambo bila ya kujua. Unakuta mtu anaswali kila siku, mgongo wake unakuwa uko wazi. Mtu anaswali nguo yake, suruali yake imechanika kwenye paja lake. Alhasili mtu anaswali nguo yake na machekeche yale. Hasa haya yote ndugu yangu, nini shida?
tulizungumza darasa za nyuma sana, swala haina fashion. Swala inahitaji utaratibu na kanuni zake. Ukianza kuleta fashion na mapozi kwenye swala, tayari swala yako ni rahisi sana kwenda kupetuka mipaka. Kwa maana ya kwenda kuchupa mipaka, utajikuta swala yako inakuwa haiswi. Kwa hiyo uchi wa mwanaume, zingatieni sana wanaume, unaposwali mgongo wako usiwe wazi. Mgongo wako usiwe wazi na mapaja yako yasiwe wazi. Leo mtu ananunua nguo, mtu mwenye akili zake timamu anaenda kununua jinguo limechanika. Unaambia mbona umenunua nguo imechanika? Anasema hii ni fashion. Kuna fashion gani ya upumbavu kiasi hicho? Hapana, vitu vya namna hiyo ni mambo ambayo kwamba yanafanywa na watu ambao kwamba mawazo yao, hamu yao sio akhera, mawazo yao na inakuwa ni mambo ya kidunia, mioyo yao ovyo. Unanuaje nguo imepasuka unasema kwa ni fashion? Kwa hiyo embu tufanye mambo ambayo kwamba yatake tufahamisha na yatake tujuza kwa Mwenyezi Mungu na hapa duniani kuwa ni watu wenye akili. Kwa hiyo uchi wa mwanaume ni kati ya kitovu chake na magoti yake mawili. Kwa maana huwezi ukahifadhi juu ya goti hapo useme nimehifadhi. Hii ni itlaqu libadhi bi iradati likulli. Imetajwa sehemu katika goti lakini kwa kupendelewa goti lote, au sehemu ya goti lakini upaja hilo mpaka kufikia kwenye mgongo wako, kwenye kiuno chako, juu kidogo ya kitovu, sehemu hiyo. Umeshamaliza. Wa auratul mar'ati, na uchi wa mwanamke katika swala. Mwanamke akiwa na swali, madhhab Ahlus Sunna wal Jamaa, madhhab wa Imam Shafi, jami'u badaniha, ni jumla ya mwili wake mzima. Jami'u badaniha ni jumla ya mwili wake mzima, ilal wajha wal kafain, isipokuwa ana ruhusa ya kuviacha wazi vitanga vyake viwili vya mikono. Wengine wanasema vitengele viwili vya mikono, wengine wanasema viganja vya mikono, midamu kuelewana lugha. Wal kafaini, lakini vivyo hivyo viganja viwili vya mikono, alwajha uso, wal kafaini na viganja viwili vya mikono. Uchi wa mwanamke ni mwili mzima isipokuwa uso wake, lakini na viganja viwili vya mikono yake. Akiwa wazi katika hizi sehemu mbili, la baasa, inakuwa haina uovu, haina shida kwake. Kwa hiyo mwili mzima mwanamke anatakiwa kwanza. Leo watu wanaswali, mwanamke unakuta anaswali mabega yako wazi, mwanamke anaswali nywele baadhi ziko wazi, anaita anarudishia, anajibana. Mwanamke anaswali shingo yake iko wazi, mwanamke anaswali visigino vyake, nyayo zake ziko wazi, miundi yake iko wazi. Swala sio kwa ajili ya mtu eti akikuona ndio itaharibika. Swala ni utaratibu uliowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ni utaratibu yeye na amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ona haya katika utaratibu huo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweze kukuona wewe umejisitiri na usiwe wazi. Ukiwa wazi, swala hiyo inakuwa ikubaliki, kwa sababu wale wajumbe wa Mwenyezi Mungu wanatakiwa kuchukua rekodi ya swala hiyo wanakuwa hawezi kufika sehemu yako hiyo. Malaika wale ambao kwamba wanatumiza uje uchukua amali hiyo unaifanya hawezi kufika. Kwa sababu kama niyo, tujitahidini wanawake, embu jisitirini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akiwa kwenye shughuli zake mwanamke, kuna utaratibu ambao kwamba umewekwa mzuri tu wa kuweza kufanya amali zake. Uwezo kuvaa majuba umeenda kwenye amali huko za kupambana hivi na vile, hapana. Kuna utaratibu tutakuja kueleza namna gani mwanamke aweze kujistiri akiwa kwenye mapambano ya kutafuta riziki. Maana leo wanawake wanasema na wenyewe wanapambana kutafuta riziki, hawataki kukalia nyuma. Kwa sababu kama ni hiyo tutakiona tu kitema, yani wanasema sijui nini cha mtemakuni, tutakiona cha mtemakuni. Kwa hiyo mambo haya yako vizuri, kwa sababu kama ni hiyo si wanataka kuingia kwenye amali hizo, sasa inakuwa sio kweli. Mwanamke ni mtu wa kutunzwa, mwanamke ni mtu wa kupewa mawazo, mwanamke ni mtu wa kuwekewa, so eti akafanye mapambano. Anatakiwa anawekewa mipango, anawekewa kama ni sehemu, haya wewe fanya, sio kufanya tena simamia. Hata kama anafanya ni ile matayasara, basi ikawa namna hiyo inakuwa ni bora. Tunazungumzia namna gani atajistiri akiwa kwenye amali zake. Huo ni uchache
wa namna tulivyoelezwa. Uchi tunaamini kabisa tumeweza kupata kuelewa uchi wa mwanaume unaanzia wapi mpaka wapi, uchi wa mwanamke unaanzia wapi hadi wapi. Insha Allah tutakuja kuangalia mata wakati subuhi. Baada ya kuwa tunamaliza vitu hivi, ndo tunapelekwa moja kwa moja kwenda kwenye ibada. Sasa kuitekeleza ibada, utakuja kuangalia swala zetu zinaanza wakati gani. Insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, haya na yaliyokuwa mazuri yanayokuja Mwenyezi Mungu aweze kutulipa insha Allah. Hivyo tupishe maswali takriban mawili ama matatu ili kuweza kuchanganua bongo zetu, kuweza kuwafaidisha watu katika hali ya kuonelea. Unauliza jambo wakati mwingine huko mtu alikuwa hana namna ya kujua, basi itakuwa ni bora zaidi tukamjuza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Swali langu mimi kama tulivyoambiwa na ustazi wetu shekhe wetu hapa kuhusiana na mambo ya uchi, mwanamume ibidi avaje na mwanamke ibidi avaje. Naam. Sasa swali langu mimi, je, kwa mfano mtu akawa amevaa nguo, ile nguo yenyewe ni nyepesi sana, inaonyesha maungo yake, vipi mtu huyo atakuwa amejistiri ama vipi? Haya, swali zuri, ameuliza swali tena, swali la kimfumo wa kisheria kabisa. Anasema masala ya uchi, mtu akavaa nguo ambayo kwamba inayoonyesha hikayatul launi, yani ule muonekano wa ngozi yake. Mwangalia namna unajua kabisa ile ngozi yake pale ni nyeupe, huyu ngozi yake ni nyeusi, na ukiangalia kile kivazi amevaa, na ni kweli kuna watu wote tunafika tu tunavaa mavazi ya namna hiyo, hasa kina dada zetu, wakati mwingine vijana wenzetu navaa nguo zinaonyesha maungo yako, au inaonyesha ngozi yako, tusiseme maungo, inaonyesha ngozi yako. Hiyo kiswali naye swala haiswihi Sheikh, swala haiswihi. Takiwa kiwe ni kisitara kinachozuia hikayatul launi, kule kutajika kwa ngozi yako, kwamba mbona ana ngozi nyeusi sana, au mbona huyu ana baka kubwa sana. Hapana, au kovu kubwa sana. Kwa hiyo ni kistara kiwe chenye kuzuia kule kuonekana kwa ngozi yako, ndio itakuwa ni kistara. Lakini ukivaa nguo ajabu ajabu, swala isi, wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Swali langu mimi lasema, kwa nini uchi wa mwanaume ni kati ya magoti yake mawili na kitovu chake, na uchi wa mwanaume na uchi wa mwanamke ni jumla mwili wake mzima isipokuwa viganja vyake viwili na uso wake? Swali zuri. Anasema kwa nini uchi wa mwanamke ni mwili mzima na uchi wa mwanaume ni mabaina surati wa rukba. Mtume Muhammad anasema swali kama raaitumuni usalli, swali ni kama ambavyo mimi nimeswali. Akisema mimi nimeswali, kwa maana amefundisha swala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya naye tamko ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye Mtume ndo sharia, yeye ndo mwenye sheria, yeye ndo mwenye nini, ndo mwenye sheria. Kwa maana basi tuseme ndo sheria ilivyohukumu. Sheria ikihukumu jambo ni mara chache sana kusema kwa nini. Sasa kwa nini ya kazi gani? Yani wewe unaposema kwa nini, wewe unataka iweje? Ni ndio unaruhusiwa kujadili, lakini sasa unajadili kwa nani? Tunapokuwa tumesikia mambo yale ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, nahnu naqulu sami'na wa ata'na, amna maelezo hapo, utasema kwa nini, kazi gani? Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ba'd. Inshallah tunashukuru mwalimu kwa darasa zuri, tumeelewa inshallah. Swali langu litasimama kwa kumfuata muulizaji wa kwanza aliyeuliza swali. La kwangu litafuata kama alivyouliza. La kwangu linauliza, umesema utakapokuwa ni mwenye kuswali na nguo yenye kuonyesha, ukawa ni mwenye kuonekana
kutokana na uchi wako, sala yako haiswi. Je, nikaswali sehemu ambayo kwamba sionekani, mfano wake kwenye giza, lakini nimevaa hiyo nguo ambayo kwamba inaonesha kutokana na rangi yangu, lakini ni kwenye giza sionekani, yaani mimi sijioni wala mwenye kunitazama anioni, hiyo itakuwa ni swala yangu inaswi au bado itakuwa imesimama katika makamu ambayo kwamba ni sawa na mtu anayeniona au ni sawa na mimi kujiona bado nipo uchi? Rangu itaswi au? Naam, swali zuri. Kama tulivyopitisha kwa kusema, kama tutazingatia wakati tunatoa darasa, tumesema haya tunapoyafanya hivi vistara tunavyojisitiri, sio kwa sababu mtu akuone, sio kwa sababu mtu akuone umejisitiri, na unapojiacha wazi sio kwa sababu mtu hakuoni ndio unajiacha wazi. Ndio utaratibu wa sheria, iwe kwenye sehemu inayoonekana, iwe kwenye sehemu ya wazi, kanuni ni ile ile. Ukiwa kwenye sehemu ambapo kwamba haioni, yani watu hawakuoni, unatakiwa ujisitiri, na ukiwa kwenye sehemu watu wanakuona unatakiwa ujisitiri. Huo ndio utaratibu. Uvae mavazi ambayo kwamba yenye kuonyesha yani yenye kuonyesha ngozi yako. Hatunasema sio uchi wako. Yenye kuonyesha ugozi wako katika zile sehemu zilizoainishwa za uchi, basi tayari swala yako inabatulika, haiswi. Kwa sababu kama niyo haizingatii kuonekanwa na mtu, inazingatiwa wewe nafsi yako au wewe macho yako yameona kuwa mimi niko uchi. Kama macho yako yameona uko uchi, basi tayari unatakiwa kujisitiri kabla hujaanza kuswali, na ile hali umeona macho yako yameona kuwa niko uchi, kabla hujaanza kuswali swala yako imebatulika. Kwa hiyo kabla hujaanza kuchukua ile hatua za kuanza kuswali, swala yako imeshabatulika, kwa maana hiyo tayari ni kizuizi. Uchi ni kizuizi cha wewe kuweza kutokuswali. Ukiswali ni umelazimisha tu, na swala yako inakuwa haiswi, unakuwa umefanya kazi ya kujenga nyumba kwenye tope. Allahu a'lam. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru kwa darasa zuri. Kuna swali la nyongeza. Naam. Mafundisho sahihi ya dini yetu tukufu yanasema asiswali mmoja wenu, asilale mmoja wenu uchi, kwa maana astiri uchi wake ndipo halali. Sasa na tumeambiwa uchi wa mwanaume hivyo tumeufahamu, uchi wa mwanamke tumeufahamu. Je, inakuwaje kwamba sasa tutalala katika hali hiyo au kuna namna nyingine? Inshallah. Naam, swali zuri. Kama jinsi ilivyo umeambiwa usilale uchi, ndio usilale uchi. Uchi uliokusudiwa ndio hivyo hivyo ulivyoelezwa, wa mwanaume mabaina surati wa rukuba. Ama mwanamke akiwa na ahali zake, uchi wake ni mabaina surati wa rukuba. Swali zuri sana. Mwanamke akiwa na ahali zake, maana akiwa na mume wake na watoto wake, uchi wake ni kama wa mwanaume, sio jamii badaniha. Mfahamu? Lakini tena akaenda mbali, akiwa hivyo na wanawake wenzake kadhalika, mabaina surati wa rukuba. Kwa hiyo hata mwanamke sasa, kwenye mantiki yako, kwenye kulala, atalala kama anavyolala mwanaume, mabaina surati, anafunga zake msuli tu, au anaweza akafunga kanga yake moja tu kwenye au kitenge, basi anaenda anajitupia. Na imesuniwa kulala na nguo nyepesi nyepesi, sio nalala na maguo kama mtu anaenda kwenye vita. Muda wa kulala, Mwenyezi Mungu kuna hekima ya vitu pala anavipitisha. Kwanza kutengeneza mwili, alhasidi kufanya mwili, kukandakanda mwili, zile sehemu ambazo kwamba zilizokuwa zimechoka na amali, viungo vilivyokuwa vimechoka na amali vinafanywa masaji. Ni nani anafanya masaji? Mwenyezi Mungu mwenyewe mpaka atuambia tulale. Ndio maana mtu akilala, uchovu ni mara chache sana kuta mtu anaamka nao, lakini mtu akilala kila kitu kinakuwa kimebakia. Kwa hiyo kwa mantiki yako, mwanamke kulala wake analala kama mwanaume anavyolala, uchi wake ni mabaina surati wa rukuba. Kwa sababu gani? Tumeambiwa mwanamke akiwa na ahali zake, uchi wake ni mabaina surati wa rukuba. Sasa wewe kijana, kama utamtamani mama yako, utamtamani dada, haya ni matatizo yako sasa unayo wewe. Au kama mume akishamtamani, basi mabaina surati wa rukuba, wanaruhusiwa waende sehemu maalumu. Wallahu a'lam.
رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا بفقهنا وفقه أهلنا ربات لنا في ديننا مع القدر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وآخرتك يا علمنا وقبل خير وكل شر ربنا وصل لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك الوين وقضانا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسول المنون وغفر سورة أكرم من ستر صلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دان والوفى بكتاب بالناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى أصحاب الوصاب النور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. Vyasili Takwa Media Makambako.